Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumamosi tarehe 31 Mei 2025, sikukuu ya Bikira Maria kumtembelea Elizabeti kwa mara ya kwanza kama halifa wa Mtakatifu Petro na askofu mkuu wa jimbo kuu la Roma, ametoa daraja takatifu ya upadre kwa mashemasi 11 wa jimbo kuu la Roma. Ibada hii imeadhimishwa kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, tukio ambalo limetanguliwa na mkesha wa sala kwenye kanisa kuu la Mtakatifu Yohane wa Laterano, kwa kunogeshwa pia na shuhuda za mapadri watarajiwa. Mashemasi hawa wamepewa daraja takatifu ya upadri wakati mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Bikira Maria kumtembelea Elizabeti, yaani tarehe 31 Mei 2025, na mwisho wa mwezi Mei uliotengwa na mama kanisa kwa ajili ya ibada kwa Bikira Maria, sanduku la Agano Jipya na la milele. Kwa hakika Bikira Maria ni mtumishi wa Bwana na Elizabeti ni kielelezo cha matumaini mapya kwa Waisraeli. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekazia furaha ya watu wa Mungu kwa kuwapata mapadri waliotoka kati yao na wataendelea kukua pamoja nao, na kwamba utambulisho wa wito na utume wa mapadri utategemea kwa kiasi kikubwa mahusiano na mafungamano yao na Kristo Yesu, kuhani mkuu na wa milele. Hii ni furaha kwa mama kanisa, naye tafakari furaha inayobubujika kutoka katika utenzi wa Bikira Maria ya Magnificat mwishoni mwa mwezi Mei. Mapadri wapya watambue wao ni wahudumu wa watu wa Mungu, na kwa kuwekewa mikono wamempokea Roho Mtakatifu ili kuendeleza utume wa Kristo Yesu unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, mashuhuda wa matumaini na upatanisho. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema Kristo Yesu ni kichwa cha taifa la kimasiha, na taifa hilo hali yake ni heshima na uhuru wa watoto wa Mungu ambao ndani ya mioyo yao Roho Mtakatifu hukaa kama katika hekalu lake. Sheria yake ni amri mpya ya kupendana kama Kristo Yesu alivyowapenda. Mapadri wapya ni mashuhuda wa watu walioitwa na Mwenyezi Mungu ili kushiriki katika mchakato wa furaha ya watu wa Mungu inayoleta mabadiliko na kuwashirikisha ukaribu wa Mungu kwa waja wake, chemchemi ya utenzi wa Bikira Maria, alama ya watu waliotembelewa na neema ya Mungu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, Roho Mtakatifu anaimarisha mahusiano na mafungamano ya watu wa Mungu, na sala inapata nguvu zaidi kuliko kifo. Mahusiano haya ndiyo yaliyopelekea hata Injili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Mapadri wapya wamewekwa wakfu kuwa ni makuhani, wafalme na manabii kwa ajili ya kuwahudumia watu wa Mungu kama ilivyokuwa kwa Kristo Yesu, bila hata ya masaili yao. Hii ni changamoto kwa mapadri wapya kujisadaka bila ya kujibakiza, kwa kuondokana na uchoyo na ubinafsi, changamoto iliyokuwa ikitolewa mara kwa mara na hayati Baba Mtakatifu Francisco. Mapadri wapya ni wahudumu wa fumbo la Ekaristi Takatifu, na hivyo wamekirimiwa pia nguvu ya kufanyika watoto wateule wa Mungu. Kristo Yesu katika maisha na utume wake aliwawekea mikono watoto, akawaponya wagonjwa, na mapadri wapya kwa kuwekewa mikono wamempokea Roho Mtakatifu ili kujenga umoja unaosimikwa katika uhuru wao binafsi, na kwamba Roho Mtakatifu amewaweka wao kuwa waangalizi ndani yake. Kristo Yesu aliyeteswa, kafa, amefufuka kwa wafu, na kwamba kupaa kwake mbinguni ni alama ya uwepo wake usioonekana. Changamoto na mwaliko kwa mapadri wapya kutoa mwanya kwa maisha na utume wa Kristo Yesu ili Kristo mfufuka aweze kuwatembelea na kuwa karibu na waja wake, na kwamba idadi ya watu wa Mungu ni kubwa mno. Mtakatifu Paulo mtume katika hotuba yake ya kuagana na wazee na kazia kwa namna ya pekee ukweli na uaminifu katika maisha, ili kweli waweze kuwa ni mashuhuda amini wenye mvuto na mashiko, ili hatimaye kujenga na kudumisha kanisa linaloaminika, kanisa lenye makovu, linalotumwa kwa binadamu waliojeruhiwa, pamoja na kazi ya uumbaji yenye kujeruhiwa. Lakini mapadri wapya wanapaswa kuwa waaminifu.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Kristo Yesu anawaonesha madonda yake matakatifu, lakini kwa binadamu si rahisi kuupokea ujumbe huu. Lakini Kristo Yesu anaendelea kuwasamehe na kuwatuma kama anavyoendelea kufanya hata leo, ili hatimaye waweze kuwa ni wamisionari wa matumaini, umoja na alama ya upatanisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema upendo wa Mungu umewakumbatia na kuwaambata wote na kuwaokoa, na kwamba wao ni watu wa Mungu wanaopendwa na Mwenyezi Mungu aliyeupenda ulimwengu hata akamtuma mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Huu ni ushuhuda wa mapadri wapya wanaosadaka maisha yao, mwaliko wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwaita katika huduma ya kikuhani ili waweze kuunganisha mbingu na dunia. Bikira Maria mama wa Kanisa anayewezesha ukuhani wao kung'ara kwa kuwainua wanyenyekevu, anawawezesha kuitwa wenye heri. Bikira Maria mama wa matumaini na mama wa shauri jema aendelee kuwaombea. Hubiri yaliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ibada ya misa takatifu ya kutoa daraja takatifu ya upadre kwa mashemasi wa jimbo kuu la Roma. Kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.